Mbona kama nimesikia mtu anagonga? Au nimesikia vibaya? Basi itakuwa nimesikia vibaya. Wewe. Usijaribu hata kukimbia, maana ukikimbia nitakuua. Nimekuja hapa kukuletea taarifa. Tena umfikishie huyo bosi wako ya kwamba asitarajie kupanda mtama akavuna mahindi. Iko cha kwanza. Kisauti anajifanya mjanja sana, na anajifanya yeye ananiweza mimi, lakini haniwezi kwa lolote, kwa chochote kile. Najua kwamba mnampambania makofi, lakini hivi sasa tunavyozungumza, kwa sasa makofi ameshakuwa mifupa. Na hawezi tena kurudi hapa duniani. Huyo Kisauti ambaye unayemtegemea anakupa jeuri, amebakisha muda mchache na muua. Na tena nakwambia na wewe, kama inawezekana uondoke, lakini kama utaendelea kung'ang'ania kubaki hapa, nitamuua Kisauti na wewe nitakuua. Na kusisitiza, kama unachagua maisha yako utaondoka, lakini kama unataka kuhatarisha maisha yako, endelea kuwa na Kisauti. Elewa hilo. Na pia ninapoondoka hapa, usijaribu kuingia ndani, maana ukiingia ndani itaonekana umenidharau. Sele, kuna kitu nataka kukwambia. Mimi hapa unavyoniona nina safari. Kuna sehemu naelekea. Sasa wewe utabaki hapa. Cha muhimu nataka nikwambie, usijaribu kutoka humu ndani. Na wewe mwenyewe unafahamu, nilishakwambia hapo mwanzo, usitoke humu ndani kwenda sehemu yoyote ile. Tafadhali nielewe kwa hili. Unajua, wewe unaniingiza kwenye matatizo na ndugu zangu. Siku 7 nikae ndani bila kutoka, wakati mimi ndo baba wa familia. Najua kitu gani nifanye familia yangu ipate kula. Watakuja hapa kuniuliza, mbona utoki ndani? Mimi nawajibu nini? Nafikiri kama una nia ya kunisaidia, basi tafuta njia nyingine. Tangia mwanzo nimeshakwambia, hili sharti la kukaa ndani siku 7 bila kutoka kwenda popote, hili ni gumu. Kiukweli mimi nashindwa. Nashindwa nifanye nini? Sele, hakuna njia nyingine ambayo itakusaidia wewe kupona. Cha msingi wewe ni kuendelea kukaa humu ndani na bila kutoka. Elewa hili jamani Sele. Alafu nilisahau kukwambia kitu kingine. Umeona humu ndani utatumiwa vitu vya ajabu, ila usijaribu kutoka. Hata iweje, hata utumiwe nini, Sele usitoke. Maana ukitoka maisha yako yatakuja kuwa hatarini. Elewa hilo. Na ukishindwa kunielewa, litakalo kukuta utapambana nalo wewe mwenyewe. Sina msaada na wewe.
mitihani gani ninayopitia kwenye maisha yangu, au ndo niseme sina bahati kwenye maisha haya. Siku 7 nimekaa tu ndani, sitoki kwenda popote, sintavimba miguu yangu. Jamani, ngoja tuone. Nikiweza nitafanya, nikishindwa potelea mbali. Mariamu, nimekusimamisha hapa, kuna kitu nataka nikwambie. Maana kule nyumbani nilihofia kukuambia. Yule jini anatufuatilia na nyumbani kwangu pale anapajua. Anaweza akaja na akasikiliza. Sasa huku tunakokwenda kuna masharti kidogo. Kuanzia hapa tulipo, tukianza kuondoka, tunatakiwa tusiongeleshane. Na kingine, tusigeuke nyuma kabisa tunavyokwenda. Yaani hata ukisikia unaomba msaada, unaitwa, usije ukasubutu kugeuka Mariamu. Nahisi umenielewa. Sawa. Kwa huyo mtaalamu tunakokwenda, ni mwanamke au mwanaume? Ni mbibi. Ni Bibi Juma au Bibi Joni? Mariamu, hayo majina unayonitajia hata siwajui. Tukifika kule utamfahamu. Ila ni kiboko. Yaani huyo jini ataisoma. Nilikuwa nauliza sio kwa ubaya. Maana kama Bibi Juma namfahamu vizuri, ni tapeli. Mimi binafsi Aisha ni tapeli. Vipi lakini tunakokwenda sio mbali? Mariamu, maswali yote ya nini? Twende. Kikofia, kulikuona umetoka ndani na umekuja kukaa hapo. Ina maana umesahau maelekezo yote niliyokupatia. Nimekwambia usalie ndani na usitoke kwenda sehemu yoyote ile. Nini hiki unafanya? Wewe acha tu ndugu yangu. Ile jini amekuja mpaka hapa na alishaniambia kwamba wewe umepanda mtama, usitarajie kabisa kuvuna mahindi. Na sio hivyo tu, bali ameniambia kwamba mimi nisahau kabisa kuhusu ndugu yangu Makofi, maana aishageuka kuwa mifupa. Na kama haitoshi, ameniambia kwamba hii vita tunaopigana hatuwezi kuishinda. Na amenihakikisha kwamba wewe ni mfu unaotembea, kwa maana muda wote tunasubiria kuingia kaburini. Sasa kama mimi nitaandamana na wewe, maana yake na mimi nasubiria kufa. Hayo sio maneno yangu, bali ni maneno yake. Kwa hiyo mimi nimefikiria, nimeona kwetu tupo hao wawili. Kama ndugu yangu ndio hivyo ameshakuwa mifupa, ya nini mimi niendelee kung'ang'ana kwenye vita ambayo itaniua na mimi? Nimeamua hapa nilikuwa nakusubiria uje nikuage, mimi naelekea shamba. Sitaki kabisa haya mambo. Labda nikwambie jambo moja. Unajua A na B yote ni majibu sahihi. Na kupanga ni kuchagua. Na kuchagua ni kupanga. Kwa kuwa umeshapanga na umechagua kurudi kijijini, mimi siwezi kukuzuia. Lakini jukumu ni la kwako.
kumsaidia ndugu yako au kumwacha ateketee kwa sababu ya vitisho vya huyo mpumbavu. Na kitu kingine, mwenye jukumu la kuchukua uhai wangu mimi ni mtu mmoja tu, naye ni Mwenyezi Mungu. Hakuna mtu yeyote anaweza kunitisha. Na huyo kiumbe anafahamu tukikutana macho kwa macho nini kinatokea. Kiufupi hawezi kunifanya chochote kile. Hivyo basi inatakiwa tufanye jambo ili kuweka mambo sawa, na hili jukumu lipo mikononi mwako, kwa sababu toka mwanzo mimi nilizungumza, mimi najitoa tu kama msamaria mwema. Mwenye jukumu zito la kufanya hivyo ni wewe. Kwa hiyo kama umeamua damu yako iteketee, sawa, unaweza kuendelea na safari yako kurudi kijijini. Ila kama unataka kumpambania ndugu yako mganga Makofi, bado nafasi unayo. Chaguo ni la kwako. Sawa, mimi niko tayari kumpambania ndugu yangu, lakini nampambaniaje sasa? Kuna jambo kilifanya kwenye maisha yetu ya kawaida, kila binadamu lazima ataliogopa. Kwa hiyo kuna umbo natakiwa uwe nalo wewe, ili uende kwa Sele tusawazishe. Na si umbo lingine, inatakiwa uwe nyoka. Na ukisha kuwa nyoka, jambo lako ni moja tu, kwenda ndani umkurupushe Sele atoke nje. Hivyo basi mimi naingia ndani. Kuna jambo naenda kulifanya, lakini wakati nafanya hilo jambo, wewe lala hapa usawa wa mlango. Baada ya hapo utabadilika kuwa nyoka, kisha ukatekeleza hilo jambo. Nadhani utakuwa umenielewa. Kisado, naona upo na rafiki yako Mariamu. Haya, njoo tupumzike. Sele, naona umelala. Hivi unalala una raha gani? Afadhali hata umekuja. Yaani hapa tunapozungumza nimetoka ndani kwangu mkuku. Kuna joka limenitokea. Sijui hata limeingiaje. Nimeshindwa kuvumilia ndani kwa sababu nyoka alikuwa anataka kuniangamiza. Na wewe ulikuwa umeniambia sitakiwi kutoka ndani mpaka zipite siku 7. Na mimi tayari nimeshatoka. Sasa sijui hapo unanisaidiaje ndugu yangu? Nilikupa masharti hapo mwanzo na nikakwambia kabisa usijaribu kutoka hata iwaje, hata kije kiumbe cha aina yoyote usitoke. Sasa wewe umetoka. Kiukweli sina msaada wowote ule na wewe.
utapambana na matatizo yako uliokuwepo nayo. Naomba usifikie huko. Kama utaniacha peke yangu, atanisaidia nani? Wakati unajua wewe ndo msaada pekee katika maisha yangu. Umekuwa ukinisaidia kwenye vitu vingi sana. Naomba usikasirike. Mimi nimefanya vile kwa sababu namuogopa sana nyoka. Nilipoona nyoka ameingia ndani ya chumba changu, tena niko peke yangu, nyoka mwenyewe mkubwa, nilishindwa kuvumilia. Nilihisi kama vile roho yangu inatoka, yani nilihisi kujiarishia, kujikojolea, yani niliishiwa nguvu. Ndio maana nimeamua kukimbia na kuja hapa. Nakuomba sana, usiniache peke yangu. Naomba unisaidie, usinichoke ndugu yangu. Naomba unisaidie. Nilikupa msaada mwingi sana, na mpaka huu hapa sasa ulikuwa ni mojawapo ya msaada wangu. Lakini wewe umeshindwa kufuata nilichokuambia. Kwa hiyo sina msaada. Msaada wangu mimi uliobaki kwako ni huu mmoja tu. Umeiona hii nyumba? Hatakiwi kuingia mtu yoyote yule, iwe wewe pamoja na ndugu zako unaoishi nao humu ndani. Tena ndani ya siku 7. Zingatia hilo. Hongera sana Kikofia. Umeonesha maana halisi ya kuwa mwanamume. Na hivi ndio ambavyo inatakiwa. Sifa ya mwanaume ni kulipigania jambo lake mpaka linapofanikiwa. Kwa hiyo nikupongeze kwa hilo. Na kuna jambo lingine la msingi sana ambalo kama ningekwambia muda ule, sidhani kama ungefanikisha hii kazi. Niliamua nikuongopee ili usio na wasiwasi moyoni mwako. Mimi niseme asante, lakini na wewe hongera pia. Japokuwa sikuwa nalijua hilo, kwamba kama ningefanya makosa na wewe ungekufa. Lakini Mungu ni mwema. Labda mimi nikuulize kitu. Kwani kile kitendo cha kumkurupusha Sele katoka kina maana gani? Maana mimi niliwaza labda kwamba ingekuwa labda nimshambulie, nimuue, au nimshambulie yule kiumbe. Kwa nini Sele? Kama ushasikia msemo unaosema kwamba kibao kimegeuka, basi kibao kimewageukia. Na hii ina maana kubwa sana. Na sidhani kama kuna mtu anatamani kuisikia, hususan yule kiumbe. Ila taarifa njema ni kwamba Mganga Makofi atarejea na utamuona tena. Kifupi, jiandae kufanya sherehe kumpokea ndugu yako. Nisikilize Mariamu. Huko ndani hutakiwi kuingia. Kuna tatizo limetokea. Kwa hiyo hatakiwi mtu yeyote yule kukanyaga huko ndani. Sio wewe tu, bali hata mimi. Lakini Mariamu, kwa nini unakuwa hivi? Wewe unaishi na watu, unaondoka nyumbani bila kutoa taarifa unaenda wapi? Sisi tutaota. Umeondoka muda wote. Unaweza kuniambia ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Shemeji, punguza basi kunilaumu. Kuna rafiki yangu alipata matatizo. Alikuwa anaumwa sana. Kwa alinipigia simu nikaenda nyumbani kwake. Kwa bahati mbaya simu yangu ikazima chaji. Na hakuna kingine. Mariam, ujue umebadilika sana. Tofauti na nilivyokuzoea. Unaondoka tu nyumbani, unaenda sehemu ambazo hazijulikani, Sasa hivi unajiondokea tu. Nisikilize. Naendelea kukusisitiza kile ambacho nimekudokeza mwanzoni baada ya kukuzuia kuingia huko ndani. Huko ndani tumezuiliwa tusiingie. Kuna maswala ambayo yameingiliana hapa kati. Ukijaribu mguu wako kugusa hapo kwenye mlango, Mariam, tunakupoteza. Kwa hiyo hutakiwi kuingia humo ndani. Sio wewe tu, hata mimi pia na mdogo wangu na wote ambao tunatumia hii nyumba.
hatutakiwi kuingia kwenye hiyo nyumba mpaka pale nitakapoambia ingieni. Kwa sasa hivi inabidi tutulie kwanza. Shemeji, mbona unanichanganya sasa? Sababu nini mpaka tusiingie ndani? Ni tatizo lile la mkopo au kuna kitu kingine? Sio tatizo la mkopo. Mkopo tulishalipa, tumemalizana na benki. Ni swala tu la kiimani. Kuna masuala ya kiimani yameingilia hapa kati. Kwa hiyo naendelea kukusisitiza Mariamu, usiingie ndani ya hii nyumba, na hapo mlangoni usikanyage. Tafuta sehemu nyingine utulie mpaka mambo atakapokwenda sawa. Mimi nitakwambia. Hivi shemeji huyu aniona mimi akili sina. Kwa kapanga mipango yake ya kunidanganya eti tusiingie ndani. Mambo ya kimila. Huyu atakuwa kaingiza mwanamke ndani. Kama sio matatizo yake binafsi, basi umndani kuna mwanamke. Anahisi kabisa mimi nikijua nitakuja nimwambie dada. Sasa kwa taarifa yake nitaingia huko ndani au nisiingie? Yawezekana kweli akiwa na mwanamke. Je, ina maana mimi kuhangaika kote kule kazi ya bure? Kwani wali mumo ndani, na maana atampitisha mlango wa nyuma.